Somo lina kichwa kinachosema umuhimu wa maombi na sababu zinazotengeneza kujibiwa kwake. Umuhimu wa maombi na sababu zinazotengeneza kujibiwa. Kwanza natamani ufahamu hili. Ndani ya hili somo tutajifunza mambo kadhaa. Mojawapo tutaona maombi ni nini, umuhimu wa maombi, sababu zinazotengeneza kujibiwa kwa maombi ni zipi, na kusudi kuu la maombi ni lipi. Kwa ni mambo ambayo tutajifunza. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa kwenye kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ile ya 5. Nyakati wa kwanza sura ile ya 5 ule mstari wa 20 anasema, wakapata msaada juu yao na wahajiri walitiwa mikononi mwao na wote waliokuwa pamoja nao, kwa kuwa walimlingana Mungu pale vitani, naye akayatakabali maombi yao kwa sababu walimtumaini Bwana. Kwenye Zaburi sura ile ya 2, Zaburi sura ile ya 2, Zaburi sura ile ya 2, Zaburi sura ile ya 2 ule mstari wa 7 unakutana na habari zinasema hivi: nitaihubiri amri, Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Bwana Yesu apewe sifa. Niseme hivi kabla sijaingia kwenye kufafanua. Maombi ni chanzo cha majibu, lakini si kila maombi huleta majibu, ijapokuwa maombi ni chanzo cha majibu. Maombi mengine Biblia inasema ni kelele mbele za Mungu. Si kelele kwa sababu ya sauti, ni kelele kwa sababu hayana msingi au ajenda zake hazina nguvu. Kwa hiyo hazimtengenezei Mungu sababu ya kujibu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa katika Mambo ya Nyakati tuliposoma, tumeona kulikuwa na vita kati ya ndugu wa moja, watoto wa baba mmoja anaitwa Ibrahim. Na vita hii unaiona kwamba ilikuwa upande wa Rubeni, wana wa Gadi na wana wa Manase, wanapigana vita na wahajiri. Wakati wako vitani, wote hawa asili yao, imani yao ni moja, na Mungu wao ni mmoja, Mungu wa baba yao Ibrahim, Isaka na Yakobo. Lakini unapokuja kwenye swala la kujibiwa, walijibiwa wale ambao walitengeneza sababu ya kujibiwa. Maandiko yanasema, nao walimlingana Mungu vitani. Neno kumlingana ni Kiswahili cha kizamani kinachomaanisha walimwita Mungu, walimwomba Mungu, walimlingana Mungu vitani. Anasema naye akayatakabali maombi yao kwa sababu zilikuwepo sababu. Kwa sababu Biblia inasema walimtumaini Bwana. Kwa hiyo iko hivi, viwango vya wao kuwekeza tumaini lao kwa Mungu
bila kuangalia kushoto wala kulia wala kugeukia miungu mingine, ndicho kilichotengeneza sababu ya wao kujibiwa. Naomba uweke hilo akiba, itakusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia utaona kwamba iko tofauti sana kati ya kuomba kitu kwa mtu ambaye una matumaini naye na kuomba kitu kwa mtu ambaye huna matumaini naye. Kwa sababu iko hivi, ukiomba kitu kwa mtu ambaye una matumaini naye, hutakuwa na plani B. Hutakuwa na plani B. Kwa nini? Kwa sababu hata kama atachelewa kujibu, bado utaamini ya kwamba atajibu tu. Lakini ukiomba kitu kwa mtu ambaye huna matumaini na yeye, lazima utakuwa na plani B. Kwa nini? Kwa sababu huna matumaini na yeye. Kwa hiyo unaamini kabisa ya kwamba anaweza akajibu, sijui, lakini kama atajibu, nimeomba lakini najua hawezi kunipa. Huna matumaini naye. Hayo ndio maisha ya Wakristo wengi wa sasa. Asubuhi wako kanisani wanaomba Mungu, usiku wanaoga njia panda. Maana yake wanaomba kwa Mungu ambaye hawana matumaini na yeye, na ndio maana wana plani B nje ya mapenzi ya Mungu, na ni hatari sana.